Asante kwa kunilipia deni. Usijali mama, nimekuja hapa mimi nina shida na nahitaji msaada wako, na pindi utakapokubali hili jambo utaishi maisha mazuri tofauti na maisha haya. Tafadhali naomba usije ukanifikiria vibaya. Kumbe kwa kuwa una jambo lako umeamua kunilipia deni. Asante, lakini naomba uondoke nyumbani kwangu. Mama, unaweza vipi kumfukuza mwanao wa kumzaa? Bwana, Big Boss ilikuwa inasubiriwa kwa hamu, hatimaye Watanzania wameipokea kwa nguvu kweli kweli. Baada ya kusimama hapo katikati kutoweka video yoyote kwenye ukurasa wake wa Instagram, Bwana Clamvevo hatimaye mfalme wa YouTube amerejea kwa kishindo kweli kweli. Hii ni episode 2, ni season 2 ya Big Boss, ambapo ndani ya masaa mawili mpata viewers 52,000. Aisee, ni kitu cha ajabu kweli kweli. Huyu mwamba kweli ndiye mfalme wa YouTube, kutokana na namna mapokezi ya watu yanapokuja kwenye movie zake. Bila shaka walichokuwa nakisubiria watu tayari kimesharejea, kwa sababu watu wengi walikuwa wanazungumza Clamvevo atarejea lini. Aliporejea tu na wamempokea kwa nguvu kweli kweli. Wengi walikuwa wanafuatilia tamthilia ya Dunia iliyokuwa inapachikwa pale YouTube kwenye akaunti yao Dunia, lakini mwisho wa siku mambo yakabadilika. Dunia wakaacha kuweka video zao kwenye YouTube channel. Mwisho wa siku wakatengeneza application ambayo unatakiwa ulipie shilingi 3,000 ili uweze kuangalia movie zilizopo kwenye application hiyo. Kitendo hiko watu wengi kiliwakera, walizungumza sana mtandaoni, kwa nini wamefanya hiyo, wameitoa YouTube wameenda kutengeneza sijui hapo si vitu gani. Lakini mwisho wa siku wao ndio walikuwa wanajua nini wanakitarget. Na baada ya kufanya hivyo, wiki moja baadaye Clamvevo akaja na Big Boss, ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kweli kweli, na Watanzania wameipokea vizuri, kwa sababu ndani ya muda mchache kila post video inapata wafuasi wengi, kwa maana viewers wengi kweli kweli. Na mwanafamilia wa MCD Sports Zone, nikukumbushe tu, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania.